Ndugu zangu katika Kristo, Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan na ndugu zangu wote tunaoshiriki ibada hii, tunatolewa siku hii kuombea taifa letu na kwa namna ya pekee kumwombea Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyekuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwalimu pamoja na mzee Amani Karume ni mwasisi wa taifa hili. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa ajili yao na kwa ajili ya taifa letu pendwa la Tanzania. Sambamba na kumbukumbu hii ya miaka 25 tangu kufariki kwake Mwalimu Nyerere, tunakushukuru wewe rais wetu kwamba umependa adhimisho hili liende sambamba na kilele cha mbio za Mwenge kwa mwaka huu, na kwamba maadhimisho haya yote yafanyike hapa Mwanza na yaanze na ibada ya misa takatifu. Hakika ni tunu kubwa kuwa nanyi viongozi mnaomtambua na kumcha Mwenyezi Mungu na mnaoheshimu uhuru wa kuabudu, ikiwa pia hii ni sehemu ya kulinda katiba yetu. Ndugu zangu, niwaalike tutafakari juu ya siku hii ya leo, tukitumia masomo tuliyoyasikia kutoka kwa hekima ya Sulemani na katika Injili ya Mtakatifu Marko. Kijana tajiri na mwanadini, na bila shaka kwa wachambuzi wa Biblia huyu anaweza akawa alikuwa Mfarisayo aliyekuwa anajua maandiko, alimfuata Bwana wetu Yesu Kristo akitaka kujua mbinu za kumfikisha mbinguni. Kijana alimkimbilia Bwana wetu Yesu Kristo na kumuuliza, Mwalimu mwema, nifanyeje ili niweze kufika mbinguni? Nifanyeje ili niweze kuurithi ufalme wa milele? Ndugu zangu, hili ni hitaji kubwa, ni hitaji la kibinadamu. Bila shaka ni hitaji letu sote. Kila mmoja angependa afike mbinguni. Wangapi wanaweza wakaona hiyo ndiyo ajenda kuu katika maisha yao? Watu wengi wanaweza wakahangaika na mambo mengi, wanaweza wakahangaika ufalme wa mbinguni. Swali hili linaonyesha kiu ya mwanadamu anayejitambua. Linaonyesha kiu ya mwanadamu asiyetaka kupotea, asiyetaka kuingia katika moto wa milele. Bwana Yesu alimjibu kijana huyu mdadisi, unazijua amri za Mungu? Usizini, usiue, usiibe, usitoe ushahidi wa uongo, usidanganye, waheshimu baba na mama yako. Kijana kwa kujiamini alijibu, Mwalimu, hayo yote nimezingatia tangu ujana wangu. Kristo Bwana akamwambia, sawa, najua hayo yote umezingatia, lakini kijana wangu, umepungukiwa na kitu kimoja tu. Kristo alipomwangalia yule kijana akampenda, lakini kwa sababu Kristo anaona hata ndani, aliona kijana huyu. Swala la kuuza mali na kugawa kwa maskini lilimtia uchungu na huzuni huyu kijana. Kijana alifadhaika.
Unaweza ukajiuliza kwa nini alifadhaika? Ameshika yote hayo amri za Mwenyezi Mungu, anazifahamu: usiue, haui, usizini, lakini bado kijana anahuzunika. Ni kweli kabisa ndugu zangu, tunaitwa kuzijua na kuziishi amri za Mungu. Kijana alihuzunika kwa sababu zile amri za Mungu alizodai kuzishika tangu ujana wake, Yesu aligundua kuwa haikuwa hivyo. Ilikuwa ni maigizo tu mbele ya wanadamu, yaani kwa maisha ya nje, kadiri mwanadamu anavyoweza kumwona mtu. Kijana huyu hakuwa mwizi kweli, alikuwa hazini, hakusema uongo. Katika hali ya kuonekana inayoweza kupimika, alikuwa kijana mcha Mungu. Lakini kwa upande mwingine, ndugu zangu, katika hali ya ndani ambayo anayeweza kuipima ni Mungu tu, kijana yule alikuwa mchoyo. Sio tu alikuwa na utajiri wa vitu vya kuonekana, nyumba, mashamba na vitu vingine, bali alikuwa tajiri wa uovu mwingi. Alikuwa amejawa na wingi wa uovu. Aliiba bila watu kujua, alizini bila watu kuona, mbinafsi asiyependa kugawana na wenzake, na alipenda kujilimbikizia. Ndiyo sababu Bwana wetu Yesu Kristo anamwambia kauze ulivyo navyo uwape. Kristo aliweza kujua hata yaliyo sirini, yale yasiyoonekana. Yesu anajua yaliyo ndani ya maisha yetu, ndugu zangu, yale ambayo wengine wasioweza kuyaona kwetu. Yawezekana hatushtakiwi wala hatuzomewi, lakini kumbe tuko waovu. Kijana alitaka vyote vya dunia na mbinguni, apate vya hapa, apate na vya huko, lakini hakutaka kuacha yale ya duniani, yale malimwengu hakutaka kuyaacha. Tunachoelezwa na Yesu katika somo hili ni kwamba tuache dhambi, ambao ulikuwa ndio mwaliko wake wa kwanza alipoanza kuhubiri. Bwana wetu Yesu Kristo alipoanza kuhubiri, aliwaambia wanadamu, tubuni na kuiamini Injili. Ndicho Yesu anachotaka kutueleza. Katika hali hii anatutaka tusiwe wanafiki, tusiwe wazuri mbele ya watu, lakini kumbe waovu mioyoni mwetu. Kijana alikuwa anajionyesha kuwa alikuwa na Bwana mmoja tu, naye ni Mwenyezi Mungu. Kumbe kiuhalisia alikuwa na mali nyingi asizotaka kuziacha. Ndicho Yesu alichogundua, kwamba huyu sio mtu wa Mungu tu, bali hata wa vitu vingine. Anachotafuta sio ufalme wa mbinguni tu, anataka hata ufalme wa hapa duniani. Mali ilikuwa ndiye bwana wake. Tena alipenda sana mali kuliko hata mbingu. Hata hakutaka kushiriki alivyo navyo na maskini. Mali ilikuwa ni ufalme muhimu kuliko hata ufalme wa mbinguni. Tujiulize ndugu zangu, tunaoadhimisha siku hii, je, mwalimu alikuwa mtu mwenye imani kwa Mungu? Je, alikuwa anautafuta pia ufalme wa mbinguni? Kwa nje tuliona alifanya juhudi kubwa sana kuishi kiadilifu. Tulimuona alikuwa akiwapenda Watanzania na kuchukia uovu kama vile rushwa na dhuluma. Alipokosea mwanadamu huyu, Julius Nyerere aliomba msamaha. Katika imani yake kama mfuasi wa Kristo, alijitahidi kufuata taratibu
ikiwa ni pamoja na kufunga, kufanya toba, kufanya matendo ya huruma, kusaidia wahitaji na mengine mengi. Mtu huyu alisali sana na akatuwekea misingi ya nchi yetu kuwa huru kuabudu na kuamini kwa Mungu aliye juu. Hakuendekeza ubaguzi wa aina yoyote, iwe dini, kabila, utaifa na kadhalika, bali alipenda watu wawe wamoja, lakini pia aliamini juu ya uhuru. Katika imani hiyo hiyo hakuishia tu Tanzania, bali alisaidia mataifa mengi ya kusini mwa jangwa la Sahara kupigania na kutetea uhuru wao na kuwa kati ya waasisi wa kuunda na kutetea umoja wa Afrika. Ndivyo tunavyomjua Mwalimu Nyerere na ndivyo alivyoonekana kwa nje, alivyoonekana mbele ya macho yetu. Hata kama hatuwezi kusema mengi kwa yale ya ndani ya nafsi yake, hata hivyo tunajua kuwa mbele ya Mungu aliye hakimu wa haki hakuna siri tena. Zaidi sana kwa mapungufu aliyokuwa nayo kama mwanadamu, tunaendelea kumwombea ili Mwenyezi Mungu aliye mwingi wa huruma aweze kumsaidia. Aliweka ishara ya mwenge kama mwanga wa taifa letu. Aliweka mwenge ili kuwafumbua macho na kuwaongoza Watanzania kutambua thamani kubwa ya ushindi wa uhuru wa kila binadamu na kututaka tujivunie na kuendeleza vilivyo vyetu. Mwenge ni ishara ya kuondoa giza la utumwa. Kumbukeni jamani, sisi tulifanywa kuwa watumwa, tukatawaliwa na mijamaa kutoka Ulaya huko. Anaweka mwenge kama ishara ya kuondoa giza la utumwa wa aina zote, kuondoa ujinga, kuondoa maradhi, kuondoa umaskini na kadhalika. Ni kweli watu hawawashi taa na kuifunika kwa debe, ila kuiweka juu ya kinara ili iangaze, watu walio karibu waweze kuona. Na hivyo na yeye aliwasha mwenge ili umulike Watanzania tuweze kuona, tusije tukavamiwa tena na jamaa kutoka mbali huko wakatushtukiza kwa sababu hatuoni wakija. Anaweka mwenge ili uweze kumulika. Na Mtume Paulo anatualika na kutuimarisha akisema, simama sasa na wala usikubali tena kuwa mtumwa. Ndiyo maana ya mwenge, unatuambia simameni, tena msimame imara, msikubali tena kuwa watumwa. Paulo kwa Wagalatia. Simameni imara na msimame kifua mbele. Na kama vile mwenge ulivyowashwa na kusimikwa juu ya kilele cha mlima Kilimanjaro tarehe 9 Disemba 1961, macho na mioyo yetu visipoteze mwanga huo, visipoteze upeo wa kilele hicho, visipoteze fahari hiyo ya taifa letu. Bwana wetu Yesu Kristo anatutazama Watanzania leo tunapojiuliza maswali kadhaa na pengine kutafuta mwanga wa masuala fulani. Jibu lake ni hili: hamtapata ishara isipokuwa ile ya Nabii Yona. Tunapohangaika tulizonazo, ishara za waasisi wetu kama Nyerere na wengine, ishara za wapenda uhuru na umoja, ishara za wapenda maendeleo, ishara za wale wasiojilimbikizia mali, ishara za wanaoheshimu haki na utu. Ishara hizi zinatuthibitishia kuwa inawezekana kuwa na viongozi na taifa lenye haki na taifa lenye amani, usalama, uzalendo na utu wema. Ishara hizi zinatuthibitishia kuwa inawezekana kuwa na viongozi
wenye uwezo wa kukuza uchumi wa Tanzania na wenye uwezo wa kuwafanya Watanzania waende kifua mbele. Leo ni miaka 25 tangu Mwalimu atuache. Ndugu zangu, kabisa wengi wetu hatimaye tunaweza kusema alikuwa ni mwadilifu, alijibidisha kuishi kitakatifu. Mimi kila ninapotafakari na kumfikiria huyo baba, unaona kweli alikuwa mwadilifu na alijibidisha kuwa mtakatifu. Tunajua nyumbani kwake, kila mmoja anajua, wale ambao huwa wanapita huko na wale wanaojua kusoma na kuandika, wanaojua kuhesabu, wanaweza wakaorodhesha alivyokuwa navyo. Ukilinganisha na wingi wa miaka kama kiongozi wetu, tunabaki tunashangaa tu, huyu kweli alikuwa mtu wa aina gani? Huyu ni mbegu ya aina gani hii? Kuna yeyote tunaweza kumlinganisha naye? Viongozi wa dini, tunajifunza nini kutoka kwa Mwalimu? Ninyi viongozi wetu, mnajifunza nini? Watanzania wote tunajifunza nini? Kwa kufuata mfano wake, nasi tumuombe Mungu atujalie kuishi maisha yanayoacha alama njema, yaani tuendelee kuishi hata baada ya kukamilisha safari ya maisha yetu hapa duniani. Hatutakumbukwa kwa wingi wa miaka tunayoishi hapa duniani, bali kwa alama njema tulizoacha kwa vizazi vinavyotufuata. Tuwe watu wa sala, wenye hofu ya Mungu, pasipo kujali unaamini katika dhehebu gani. Mzaburi anasema, heri taifa ambalo Bwana ni Mungu wao. Heri Tanzania ambayo Bwana ni Mungu wao. Kama tulivyosikia katika somo la kwanza, tuitegemee hekima ya Mungu ili tuongoze katika utendaji wetu. Sulemani hakutegemea kitu kingine, na hata alipoombwa chagua, sema chochote, yeye alisema, Mwenyezi nipatie hekima. Lakini na yeye alipojisahau hapo baadaye, akategemea malimwengu, ona, akatengeneza mazingira ya ufalme wake kugawanyika. Mwenyezi Mungu ndiye tegemeo letu. Tutegemee hekima ya Mwenyezi Mungu badala ya kutegemea akili na uwezo wetu binafsi. Tusipomtanguliza Mungu, tutaishia kulewa madaraka na kusahau kuwa cheo ni dhamana, kama ambavyo Mwalimu alitukumbusha. Kwa mfano wake, tudumishe daima umoja na mshikamano wetu kama Watanzania, ambazo ni tunu njema alizotuachia na ambazo zina msingi wake katika Mungu mwenyewe. Hata ukisoma Injili ya Yohane sura ya 17 mstari wa 21, kama tunavyoimba katika wimbo, daima kuwa ngao yetu. Mwisho, ninamwalika kila mmoja wetu akumbuke kuwa duniani tunapita. Mungu ametuumba kwa malengo maalum na wala hakuna aliyepo kwa bahati mbaya. Tutumie vema mali za dunia hii na katika kuhusiana vizuri na wengine, na kupafanya hapa Tanzania pawe mahali pazuri pa kuishi, ili hatimaye zitusaidie kufika mbinguni. Tukitumia vizuri mali tuliyopewa na Mwenyezi Mungu, hii itatusaidia kufika mbinguni. Tukaacha ubinafsi, tukaacha mambo mengine yote yanayohujumu, basi tutafika mbinguni. Tuwe watu wa shukurani kwa mema mengi anayotujalia Mwenyezi Mungu, na wakarimu kwa wenzetu wasiokuwa navyo na wahitaji. Na kwa namna hiyo tujiwekee hazina mbinguni.
Tumwombe Mwenyezi Mungu, ndugu zangu, tunaposali abariki taifa letu, awabariki viongozi wetu, na hasa kubariki wewe mama ambaye umebeba mzigo wa nchi hii. Sisi tutabaki kuwa waombezi kwako, tutasali kwa ajili yako ili Mwenyezi Mungu awe nawe daima. Tumsifu Yesu Kristo.